Kila mtu mwenye akili timamu ana ndoto ya kufanikiwa. Tunachoweza kutofautiana tu ni namna ambavyo tunatamani kufanikiwa. Kila mtu ana ndoto ya kufanikiwa kuhusu jambo lake. Mwingine ikiwa ni kwenye elimu, mwingine ikiwa ni kwenye biashara, mwingine ikiwa ni kwenye ndoa, lakini pia mwingine kwenye huduma yake alionayo. Kwa hiyo kila mtu anatamani kufanikiwa katika njia yake ama katika jambo ambalo amelichagua. Lakini pia tunachoweza kutofautiana sana ni ile namna tu ya kuchukua hatua, ile namna ya kutamani yale mafanikio yaje. Hata asifanya kazi anatamani kufanikiwa pia, na ana ndoto ya kufanikiwa. Na zipo njia kama 3 takriban ambazo zinaweza zikasaidia sana mtu akafanikiwa, hususan tunapozungumza swala la kiuchumi. Na njia ya kwanza ambayo inaweza kumfanikisha mtu katika kupata kipato, sasa kile kipato ambacho ndio njia kuu ya kukufanikisha. Unajua hata kwenye maandiko imeandikwa kabisa kwamba fedha ni jawabu la mambo yote. Fedha inawezesha mambo mengi katika maisha. Fedha inarahisisha kufanikiwa na kufikia hatua ya mambo ambayo unayataka. Sasa nikuletea hizi njia 3. Hii njia ya kwanza ni ajira. Inaweza kukupatia kipato. Na ajira ni kufanya kitu kwa ajili ya wengine ili ulipwe. Na hii ndio njia ya kawaida iliyozoeleka kupata kipato katika hali ya kawaida. Na changamoto yake, ukipoteza sasa ajira na kipato kinapotea. Hiyo ndio changamoto kubwa kwenye hii njia ya kwanza. Sasa hakuna uhuru lakini pia wa muda. Unapoajiriwa hakuna uhuru wa muda. Unamilikiwa muda wako. Yaani maana yake unaposema umeajiriwa, unachokiuza ni muda wako. Unatoa muda wako, unabadilishana na fedha ama na kipato ama na kitu kingine chochote ambacho unaweza ukakipata. Kwa hiyo anayekuajiri anamiliki muda wako, anamiliki na ule ujuzi wako. Unautumia kwake kwa mbadilishano either wa fedha ama kitu kingine ambacho kina thamani sawasawa na hiyo. Sasa ajira zinapatikana kutegemeana na ujuzi au tuseme utaalamu. Lakini pia ajira inaweza kupatikana kwa kutumia nguvu. Kwa mfano, unafanya kazi ya labda pengine ya kulisha mifugo kwa mtu. Labda umeajiriwa ni mwalimu, umeajiriwa ni mhasibu, umeajiriwa ni daktari, umeajiriwa ni mwandishi wa habari na kadhalika. Sasa kuna ile ambayo zinahitaji ujuzi wa kusomea. Zipo zile ambazo zinahitaji tu nguvu yako, kwa sababu inahitaji kubeba labda mizigo. Hauhitaji kwenda kusomea kukata majani. Hauhitaji kwenda kusomea labda kufungua geti na kufunga. Pengine ni mlinzi ama ni mfanyakazi wa nyumbani. Hahitaji sana ujuzi. Kwa hiyo cha msingi ambacho naweza kusema hapa sasa katika hatua hii moja ni kwamba pambana uajiriwe. Tumia kati ya hivyo viwili. Kwa hiyo hakuna pa kujificha. Hakuna cha kujisingizia. Wewe chagua moja kati ya hivyo, kwamba either nitumie nguvu, na mambo haya ni kuangalia tu muda. Kwamba kwa sasa nimesoma, nina ujuzi, lakini ninahitaji sana ajira, lakini sipati. Kwa nini usitumie nguvu ulizonazo za mwili? Kwa sababu kama ni umekosa kazi ya kusomea, umesoma uhasibu umekosa, kwa nini usitengeneze chips ukauza? Inahitaji ujuzi mdogo sana. Unaweza kaelekezwa siku moja umeshaelewa. Haihitaji sana nguvu, lakini pia au kazi nyingine yote ambayo unaona inaweza kufaa. Lakini njia ya pili ya kujipatia kipato ni kuwekeza. Kuwekeza. Sasa kwenye kuwekeza inawezekana ukatumia ujuzi au ukatumia maarifa au ukatumia fedha. Lakini nitumie sana ile ya kutumia fedha, kuwekeza. Sasa tunaposema kuwekeza kimsingi ni kutumia pesa kupata pesa. Hiyo ndio maana ya kuwekeza. Unatumia pesa, unaweka either unanunua kitu chenye thamani ambayo baada ya muda itaongezeka. Au unawekeza fedha, wengine wanakwenda kuzitumia. Baada ya muda wanakurudishia na faida. Huko ni kuwekeza. Uliweka shilingi 300,000. Umewekeza baada labda mwezi mmoja au miwili ukapata 370,000. 70,000 imeongezeka kwenye kile kipato chako cha awali ambayo ilikuwa shilingi 300,000. Hiyo pia ni njia ya kujipatia kipato. Inawezekana ni kwa kununua pia mali ambayo kila baada ya muda
inaongezeka thamani au inazalisha fedha pia. Mfano, ukiangalia hisa, ukisikia hisa, kuna makampuni yanapotaka, kuna makampuni makubwa yanajiorodhesha kwenye masoko ya hisa. Kwa mfano, yanachokifanya yanapojiorodhesha kwenye masoko ya hisa, yanataka kuongeza mtaji. Yanapotaka kuongeza mtaji wao, maana wanauza hisa kwa thamani fulani kwa kila hisa au kwa kila kipande. Kwa hiyo wewe unayenunua zile hisa, ile kampuni inapata mtaji. Wanapokwenda kuzalisha mwisho wa mwaka, ile sehemu ya faida wanakugawia gawio kulingana na kile ulichowekeza. Wanakupigia edha kwa 1%. Unapata gawio. Lile gawio kama uliweka 500,000, kwa mfano baada ya mwaka ukapata 550,000 au 570,000 na kadhalika, kulingana na namna ambavyo utakuta bei ya hizo hisa na gawio lao. Kile kiwango kilichoongezeka, hule ndio uwekezaji. Unakuwa umewekeza mtaji, unapata faida, unavuna. Ni sawa sana kupanda tu. Umepanda mahindi baada ya muda yanazalisha. Ilikuwa ni mche unaleta muhindi unakuwa ni bidhaa inaleta, unaweza kutengeneza unga, ukatengeneza mahindi yenyewe kwa ajili ya chakula cha mifugo, kwa ajili ya matumizi ya binadamu au kwa ajili ya biashara. Lakini pia inawezekana, kwa mfano, umenunua ardhi au mashamba. Umenunua, baada ya muda yanapanda thamani. Ulinunua, kuna mtu kwa mfano unaweza kukuta ulinunua shamba wakati huo shilingi 200,000. Lakini leo umefikia unauza labda milioni 10, milioni 15, labda baada ya miaka 4, 5, miaka 6, 7. Jiulize, mji wowote unaokwenda ndani ya Tanzania, katikati ya mji, fikiria katikati ya mji, viwanja unaweza kukuta labda kiwanja kina milioni 100. Kwa majiji yale unaweza kukuta kiwanja kinauza bilioni 2. Lakini miaka hiyo ya zamani sana, kabla hapajawa mji, palikuwa tu labda mapori. Aliyenunua za kukuta kwa miaka ya zamani alinunua shilingi 2, shilingi 10, shilingi 100. Ilikuwa na thamani wakati huo, lakini si uweze kulinganisha na ukubwa wa hiyo fedha ambayo utakuwa umeipata. Kwa hiyo pia hiyo ni njia ya kuwekeza. Sasa hii nataka uwe na kipato, uwe na kitu cha kufanya ili uweze kupata kitu kitakachoweza kuja kuzalisha zaidi. Njia hii kimsingi pia inakufanya kuwa na mafanikio, ila inahitaji elimu au maarifa na utafiti kabla ya kuwekeza. Kwenye swala la kuwekeza, sio tu kununua. Unaweza kununua ardhi kwa mfano, kuna umbali mkubwa mno kutoka kwenye huduma za kijamii. Inaweza kuchukua miaka mingi. Kuna mahali unaweza kununua ikachukua hata miaka 40 kuja kupata thamani. Kwa hiyo lazima pia ufanye utafiti kidogo kabla ya kuwekeza. Lakini njia ya tatu ambayo pia inatupatia kipato ili kufanikiwa sasa kimaisha, kwa sababu kila mtu anatamani kutoka, lakini tumesema kipato ndio njia kuu ya kukusaidia wewe kufanikisha mambo yako. Njia ya tatu ni biashara. Na sasa biashara, na hii ndio tutakayozungumza sana kwa wale ambao mtakuwa mkifuatilia mafundisho haya. Tutajifunza sana biashara, namna kuanzisha, kusimamia, tutafuatilia kwa mtiririko. Kwa hiyo yule ambaye utafuatilia hii pia itakusaidia kujua hatua kwa hatua tangu kuanzisha mpaka kufanikiwa, kwa sababu maarifa, elimu ndiyo itakayokusaidia wewe kuwa tofauti na wengine, ndiyo itakayokusaidia kupambana na hali na changamoto ili uweze kufanikisha kile ambacho unatamani kufanikiwa. Sasa hii njia ya kibiashara kimsingi ni kwamba ni nzuri kwa sababu ni rahisi. Hii ya biashara ni rahisi. Ni rahisi kutengeneza utajiri kwa haraka kuliko ile ya kuajiriwa. Njia ya biashara wewe unaweza ukapanuka ama ukaenda nje ya mipaka. Ukiwa umeajiriwa kwa mtu, huwezi kufanya mambo yako vile unavyotaka wewe. Lazima ufuate utaratibu. Na wakati mwingine hata aliyekuajiri akiona unataka kwenda zaidi yake, lazima atakurudisha chini kwa kutumia mfumo. Ili kwamba usije kumzidi wakati mwingine, sababu inawezekana unachokianzisha na wewe utakuwa mshindani wake. Kwa hiyo lazima atafute pia njia wakati mwingine wa kukushusha. Sasa ila changamoto kubwa ya kwenye biashara ni kwamba kuna vitu viwili
vya msingi sana, faida na hasara. Hawa ni kama wa mapacha, watoto wa mama moja. Lazima kuna hasara na kuna faida. Kwa hiyo lazima, hiyo ni changamoto ambayo kubwa ndio utakayokutana nayo sana sana katika biashara, ama katika njia hii njia ambayo ni ya tatu kwenye kupata kipato. Sasa tuendelee kufuatilia.